Nataka nizungumzie kuhusiana na yale makosa ambayo abadan katan mwanamke wako, mke wako ukimkosea hawezi kabisa kusamehe. Je, unayajua ni makosa gani? So bila kupoteza wakati msikilizaji, nataka nizungumzie kuhusiana na makosa. Nitazungumzia matatu ambayo mwanamume ukiyafanya ni vigumu sana mwanamke kusamehe. Kosa la kwanza, usaliti wa kimapenzi. Usaliti wa kimapenzi msikilizaji ni baadhi ya makosa ambayo mwanamke ukimfanyia inakuwa ni kama unapigia mbuzi gitaa kwenye kutaka kumuomba msamaha. Japo tafiti zimeendelea kuonyesha kwamba mwanamume akimfumania mwanamke na mwanamke akimfumania mwanamume, kuna uwezekano mkubwa sana kwamba mwanamke anaweza kumsamehe mwanamume, ila mwanamume asikose kabisa kumsamehe mwanamke. Hii inamaanisha kwamba swala la kutosameheana ama swala la kutomsamehe mwanamume kwa sababu ya usaliti linaweza kuvumiliwa na mwanamke, ambao ni wengi tu wanaweza kufanya jambo kama hili. Japo hili jambo haliondoi ukweli kwamba wapo baadhi ya wanawake ambao kwao hilo ni kosa la jinai, kosa ambalo haliwezi kusameheka kabisa, usaliti wa kimapenzi. Kosa jingine ambalo mwanamume ukifanya huwezi kabisa kusamehewa na mwanamke ni kutumia fedha ambazo mwanamke wako ana mchango katika kuipata, alafu wewe uende ukaitumie kwa mwanamke mwingine. Yaani ikatokea kwamba mwanamke ameweza kugundua zile sasampa, zile pesa ambazo amezitolea jasho, amezifanyia kazi, labda mwenyewe amezichanga, amekusaidia katika njia moja ama nyingine kuzipata, alafu wewe unachukua hizo juhudi zake, fikira zake, nguvu zake, kwa sababu hapa sio pesa tu. Kweli pesa imepatikana, lakini imepatikanaje? Kama si mchango wake, hiyo pesa wewe mwanamume usingeipata. Kama sio akili yake, hiyo pesa mwanamume usingeipata. Sasa huwa anaumia sana iwapo zile pesa ambazo ametumia sana juhudi wewe kuzipata, unaenda kuzitumia kwa mchepuko, unaenda kuzitumia kwa Amina Manonyo. Jambo hili linaweza kuwa zito zaidi msikilizaji, kwa sababu wewe utaona ni pesa tu, lakini kwake ni zito. Sawa? Na linakuwaje zito? Ikiwa wakati mwingine mwanamke labda hizo pesa amezichanga, labda ameweza kucheza vyama, akapokea chama, amechukua mkopo, unaelewa? Yeye amechukua mkopo, amepokea chama kwenye fikra ya kwamba moja na moja itajaza kibaba. Wewe ile moja yake umezichukua, umezipeleka kwa Amina Manyonyo. Amekwenda kujitia deni mwanamkengwa, akachukua loni, akijua kwamba kwa pamoja mtafanya maendeleo. Alafu wewe bila kujali, bila kufikiria, unakwenda kuzifuja kwa mwanamke mwingine. Kuna wakati mwingine, kuna baadhi ya wanawake shekhe wanajinyima huku nje. Sawa anafanya baadhi ya vitu ambavyo anafaa kufanya, lakini anajinyima. Mwanamke kama huyu havai nguo nzuri, hajui kusuka nywele nzuri,
hajui kula chakula kizuri, akiamini kwamba hizi fedha najinyima kwenye kuvaa, kula, kulala mahali pazuri, naziweka ama nakupa wewe mwanamume uzifanyie maendeleo, alafu mwisho wa siku mwanamke kama huyo agundue kwamba unazitumia na mwanamke mwingine. Aisei, makosa kubwa sana. Na hilo linaweza kuwa moja kati ya makosa ambayo mwanamke inakuwa vigumu sana kumsamehe mwanamume. Lakini kosa la tatu na la mwisho ni kuwatongoza ndugu, jamaa na marafiki zake wa karibu. Kwa baadhi ya wanawake, swala la mwanamume kuchepuka, yani analichukulia kama jambo la kawaida. Lakini unajua kuna tofauti na mwanamume kutongoza tu michepuko. Lakini inakuwa tofauti sana inapofika hatua ya mwanamume akaanza kumtongoza ndugu yake, akaanza kutongoza jamaa zake ama marafiki zake ambao ni wa karibu. I'm telling you, mwanamke inapofikia hatua hii huwa anajua kwamba ni hatua mbaya. Sawa? Wanawake wengi huwa inakuwa vigumu sana kurudisha mioyo yao nyuma. Na nitakupatia hili. Manake kuna wakati unaweza kufanya yote hayo na mwanamke asichukue hatua yoyote, akaishia tu kulalamika, kuumia bila kuchukua hatua. Ndiyo. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu kuna mambo yanamuumiza, mambo ambayo yanamzuia kuchukua hatua za kuondoka. Shaelewa? Kwa sababu unajua sasa hivi kwenye ndoa ni mwanamke, Yesu umemuoa, lakini hawezi kukurupuka akasema umetembea na ndugu yangu, umetembea na dadangu, umetembea na rafiki yangu wa karibu, huyu rafiki yangu mimi nilikuwa namchukulia kama dadangu, akakurupuka akaondoka. Hawezi, kwa sababu kuna vitu ambavyo vinamfanya asiondoke, aidha kwenye hayo mahusiano ambayo ni ya kudumu ama kwenye ndoa alionayo sasa hivi. Na ni kwa sababu gani? Inawezekana ikawa kuna na watoto nao ambao tayari mmeshazaa. Inawezekana ni kwa sababu hana uwezo wa kuendesha maisha yake bila ya uwepo wako. So, baadhi ya wanawake huwa wanasamehe, wanakubali kuvumilia kwa sababu hawana jinsi. Ila sio kutoka ndani ya mioyo yao. Wanakuwa na wewe hapo tu kwenye muonekano, lakini akili, kihisia hayupo na wewe. Kwa hivyo chonde, usikubali makosa kama haya uyafanye kwa mwanamke wako alafu utarajie kusamehewa.